Tukiwa mkoani Pwani katika mwendelezo wa kampeni za mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan, na uzuri wa bahati tumekutana na Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega ambaye pia ni mgombea ubunge wa jimbo la Mkuranga. Yeye anasema Mkuranga ndio Pwani na Pwani ndio Mkuranga. Kuna yapi ambayo yametekelezwa katika awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais Samia katika miaka mitano ambayo imepita? Moja katika vitu anavyosema ni kwamba tunafahamu kwamba mkoa wa Pwani ndio kinara ama kwa nchi nzima ndio inaongoza katika kuwa na viwanda, na anasema imetoa ajira, yani viwanda vilivyojengwa ni zaidi ya 600 ambavyo vimetoa ajira kwa Watanzania hususan kwa vijana. Watu wa mkoa wa Pwani, watu wa Mkuranga, tuna sababu nyingi sana za kumshukuru. Mwaka 2021 wakati anaingia, kwa Pwani ulikuwa na viwanda 1300. Hivi sasa una viwanda 1600 na zaidi ya vijana 21,000 wameajiriwa moja kwa moja, na wengine zaidi ya 60 wale wa indirect. Kwa hivyo imezalisha ajira. Ina maana falsafa yake ya uchumi imefanikiwa, kufungua milango imefanikiwa. Nataka nikuhakikishie hilo ni jambo kubwa sana. Unaposema Tanzania ya viwanda, pamoja na kwamba nchi nzima viwanda vimeenea, lakini hapa Pwani ndio nyumbani kwake. Na hapa Pwani ni Mkuranga. Mkuranga ndio kwenyewe, tunajivunia. Tuna miradi ya maji mikubwa sana, ikiwemo huu wa Kidunda ambao utakwenda kumaliza kabisa shida ya maji Pwani na Dar es Salaam yake. Umenipata hapo mzee? Tuna miradi ya afya ya kutosha, elimu. Hakuna mahala ambako hakuna umeme. Kuna mahala huko vijijini mwetu hawakuwahi kufikiria kwamba kuna siku wangeweza kupata kuona umeme. Ni ajabu kabisa, lakini ndio imetokea. Sisi tunataka tumpe shukrani. Huyu ni rais wa wote. Daktari Samia Suluhu Hassan ni rais wa wote. Hakuna mahala katika mkoa nchi hii, hakuna mahala wilaya yoyote, hakuna mahala kata yoyote, hakuna mahala kijiji chochote ambacho hakijaguswa na kazi yake. Mheshimiwa, tuambie pia mwitikio huo ukoje kwa Oktoba 29 wana Mkuranga katika kwenda kupiga kura kumchagua Mheshimiwa Rais? Sisi tutajitokeza kwa wingi sana kwenda kutiki. Nataka nikwambie, tunataka tumpe kura za kishindo, kura za heshima. Tuko tayari kutiki na tutakwenda. Yes. Tunakwenda kuchagua amani, tunakwenda kuchagua maendeleo, tutakwenda kupiga kura. Yes. Mbinu gani ambazo pengine ulizitumia kuhakikisha wana Mkuranga wanakuelewa kwa urahisi kwenda kutiki? Mimi ni mtumishi wao. Mimi sio bwana mkubwa, mimi ni mtumishi. Wananipenda, wananielewa, ni kwa sababu mimi ni mtumishi wao. Niko nao wakati wote, wananituma, niko tayari kutumika. Hakuna jambo jingine. Unapokuwa mtumishi ni watumikie watu. Ndio. Neno lako la mwisho kwa Mheshimiwa Rais, pengine ahadi yako kwa wana Mkuranga ikoje? Jambo kubwa ni kwamba records ni nyingi sana na zinambeba mgombea wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya ndani ya miaka 4 ya uongozi wake. Sisi tunavyotazamia hawezi kushindwa kufanya kazi ya kuipanua barabara kutoka Kongoe kuingia Mkuranga ya viwanda, kwa sababu amefanya kazi kubwa za ujenzi wa SGR, ujenzi wa Mwalimu Nyerere, ukamilishaji wa daraja la JP Magufuli na mengine mengi. Yale ni makazi makubwa sana. Sisi Mkuranga ndio lango la kuelekea kusini mwa nchi yetu. Imani yetu ni kwamba anakwenda katika miaka mitano hii kujenga stendi kubwa sana ya mabasi yanayokwenda kusini pale Mkuranga, kama ambavyo iko leo stendi kubwa sana ya mabasi yanayokwenda bara hii ya Magufuli, na tunayo na mengine mengi. Bahati nzuri yamesemwa katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Ndio. Lakini kubwa zaidi, tunayo matumaini na tutakwenda kumchagua kwa sababu tunajua anakwenda kutunza
amani, umoja, ushirikiano na mshikamano na utulivu wa taifa letu. Ndio. Pia vipi kuhusiana na upande wa maji? Tunafahamu labda Mkuranga ilikuwa na changamoto kidogo ya maji. Mheshimiwa Rais katika miaka yake mitano, sehemu gani ambazo amezigusa zaidi? Tunayo miradi mingi sana ya maji katika wilaya ya Mkuranga. Mkuranga ni mji unaokua kwa kasi sana. Population ya Mkuranga ni kubwa kuliko wilaya nyingine yoyote katika mkoa wetu wa Pwani. Tunayo matarajio atakapoingia Daktari Samia Suluhu Hassan, uko mradi mkubwa wa visima vya Mpera ambao utarisha Mkuranga yote mpaka karibu na Mbagala. Hatuna shida, tunayo matumaini hayo. Ndio maana tunasema ikiwa ameyafanya makubwa katika taifa letu, haya hayawezi kumshinda. Tunayo matumaini hayo. Ukisema miradi ya barabara, Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya kazi. Ndani ya miaka yake minne, jumla ya kilomita za lami zaidi ya 1300 ametengeneza. Zaidi ya madaraja 9 makubwa ikiwepo daraja la JP Magufuli amejenga. Lile daraja ni refu zaidi ya kilomita 3. Ni daraja refu zaidi Afrika ya Mashariki na Kati. Tuna sababu gani tusijitokeze kwenda kupiga kura? Hakuna sababu. Tutakwenda kumchagua kwa sababu ya rekodi na kazi kubwa na nzuri aliyoifanya. Tunayo matumaini miaka mitano hii hapa anakwenda kuing'arisha zaidi nchi yetu. Tazama, ametoa mwezi Julai pesa za awali za kumlipa mkandarasi anayejenga barabara ya kutoka Rangitatu mpaka Kongowe au maarufu kama Kokoto kwenda Kongowe. Bilioni 8. Mkandarasi yuko sasa hivi. Ameshaanza hatua za awali za upanuzi wa barabara ile. Zinakuwa 2 zinatoka Rangitatu zinaingia Mkuranga, 2 zinatoka Mkuranga zinaingia Rangitatu. Umeona upanuzi huu hapa wa barabara ya kutoka Ubungo mpaka kuja kufika Kibaha. Kutoka Ubungo mpaka Mbezi mwisho. Lile eneo ni korofi sana. Zinajengwa barabara pale 4 kutoka Kibaha kuingia mjini Ubungo na 4 kutoka Ubungo kuingia Kibaha. Nini zaidi tunataka? Daktari Samia Suluhu Hassan, mimi nikiwa waziri wa ujenzi, wakati ilipokatika barabara ya Somanga, daraja ya Somanga ya kuelekea Lindi na Mtwara, ni Daktari Samia aliyenituma mimi niende nikahakikisha usiku na mchana barabara inarejea. Nataka nikwambie, aliponituma pale, wako watu waliokuwa na miili ya wazazi wao maiti walikuwa wanaenda kuzika, walikuwa pale kwa siku 2. Tuliporudisha ile barabara, wale wa Tanzania walinituma mimi, wakaniambia tufikishie salamu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, mwambie tunamshukuru sana. Huo ndio utu, na ni huyu Daktari Samia Suluhu Hassan aliyefanya jambo ambalo wengine hawajawahi kulifanya. Maporomoko na maafa ya Hanang, Watanzania wa Hanang walidhalilika, waliharibikiwa. Mwenyezi Mungu mkubwa sana, Daktari Samia Suluhu Hassan amewafariji kwa kwenda yeye mwenyewe, akuishia hapo, amewajengea na majumba. Hivi sasa wanakaa katika nyumba nzuri. Huyu hana deni na sisi, yeye anatudai sisi. Tarehe 29 Oktoba tutakwenda kufika.